mpira unashindwa kutembea, lakini sio sababu ya sisi kushindwa kupata burudani. Tumeangalia mpira mzuri sana dakika ya kwanza mpaka dakika kama 29 Dar es Salaam Africans wanapata goli. Kwa ukiangalia JKT Tanzania waliingia na approach ya kwenda kuwaheshimu Dar es Salaam Africans, walikaa nyuma mpira wakiwa ni timu ya pili kwenye mchezo wa leo. Kikubwa namkubali sana kocha Ahmed Ali, kocha wa JKT Tanzania. Ni kocha mzuri ambaye ana approach nzuri sana kwenye mechi, iwe ni NBC iwe ni CRDB. Tumeenjoy sana kuangalia mpira wa leo kwa sababu walikuwa wameingia na approach nzuri ya kwenda kuwakabili Dar es Salaam Africans. Lakini all in all Dar es Salaam Africans ni kubwa, wamedeserve kutangulia finali wakiwa wanamsubiri kati ya Simba au Singida Black Stars. Kwa vile ambavyo umeona mchezo wa leo, kwanza swali lako binafsi hili, mama ametoa ndege ya bure. Wewe ni influencer mkubwa sana wa klabu ya Simba, lakini tumeshangaa umeacha ndege ya bure umekuja Tanga. Ni nini ambacho kimesababisha? Mimi Tanga ni nyumbani. Nimezaliwa wilaya ya Muheza, tarafa ya Amani, kata ya Misalai, kijiji kinaitwa Mgambo. Kwa hiyo mimi Tanga nimekuja nyumbani, si ndivyo? Kwa hiyo na enjoy na pamoja kweli nimekuja na mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Mimi ni rafiki zangu. Huwa sijaribu kujitenganisha nao kwa sababu mimi huwa naongea mpira. Huwa ushabiki kwenye kuongea mpira huko mimi sipo. Kwamba sijui huyu sijui hivi, hapana. Unaniuliza swali na ingia in deep kuongelea mpira. Kwa hiyo mimi mambo ya ushabiki kuongelea vitu vya comedy huwa mimi sina. Kwa kweli nimekuja Tanga, ni fursa ambayo nimepata. Jana nimeangalia timu yangu tumeweza kutangulia kufungwa kwenye dakika 90 za kwanza, lakini bado naamini tunao room nzuri ya kuja kujiuliza ndani ya ardhi ya Mama Samia tunaweza kupata ushindi na tukainua kwapa. Yote yanawezekana kwenye mpira, si ndivyo? Mimi naamini watu wasinukuu vibaya kwamba sijui ni mamluki, hapana. Hii ni fursa ambayo nimepata, nimekuja Tanga, nimeenjoy na wadau wa mpira. Nafikiri hilo swali nimelijibu kwa ufasaha kabisa. Namna ambavyo umewaona RS Berkane jana wakicheza, unaona kuna matumaini yoyote ya wekundu wa Msimbazi Simba kuondoka na chochote msimu? Of course, ni swali zuri ambalo umeniuliza kwa sababu tayari haya unaoniuliza yameshajitokeza. Almasiri walitufunga goli 2 katika ardhi ya Cairo Misri, si ndivyo? Wakaja katika ardhi ya Benjamin Mkapa, sisi tukajaribu kurudisha goli 2 na tukafika kwenye hatua ya changamoto za penalty. Simba akaqualify kwenda nusu finali. Kwa hiyo mpira tunaamini kabisa lolote kwenye mpira linaweza likatokea. Japo mpira huo na matokeo ya kikatili, lakini mimi naamini kwa haya ambayo Simba anakutana nayo tayari nyuma tumeshayafanya, lolote linaweza kutokea. Kikubwa ni kwamba tuende tukawaheshimu Berkane, tayari wao wana kitu mkononi. Wao tayari washatangulia kwenda kulishika lile kombe kwa sababu wana kitu mkononi, Simba hana kitu. Kikubwa ni kutengeneza mentality nzuri, wachezaji watengenezewe yani saikolojia katika matukio ambayo wamepita. Kikubwa mimi naamini ni wachezaji kushika maelekezo ya kocha Fadlu Davis. Mimi naamini chochote kwenye mpira kinaweza kutokea. Kwa maana ya quality wise, vile ambavyo tumeona RS Berkane jana wanacheza, vile ambavyo wanakaba, unaona chochote kwamba labda advantage ya kuwa na uwanja wa nyumbani kwa maana ya Simba wakija Amani ama kwa Mkapa, unaona ikawa ni sababu advantage ya kuwa na mashabiki wao, lakini quality tunaona kama zimeachana sana? Kikubwa unaweza ukawa nyumbani na ukapata advantage ya mafans na pia vile ukapoteza kama huna concentration nzuri katika pitch. Kikubwa mimi naamini wachezaji wa focus ndani ya pitch, waachane na vitu vya nje, waachie management, waachie benchi la ufundi, washikilie kile benchi la ufundi ambacho wanawaelekeza. Mimi naamini chochote kinaweza kutokea, si ndivyo? Lakini ukiangalia RS Berkane ni timu bora ambayo tayari imeshacheza finali 5. Katika hizo 5 wameshachukua vikombe mara 2. Kwa ni timu ambayo tayari ina uwekezaji mzuri, ina wachezaji wazuri. Jana eneo ambalo wamekwenda kutuini ni eneo la ubunifu kiwanjani, nazungumzia eneo la midfield. Kuna mwamba mmoja pale katikati alikuwa anaitwa Kamara, alikuwa anaharibu mipango mingi sana. Kwa hiyo ukiangalia vitu kama hivyo tumeshangamua. Kocha wangu ni mtu ambaye ni mjuzi wa kupanga mipango. Naamini kuna vitu tayari ameshajua athari za Berkane iko wapi kwa sababu tayari tumeshaingia nao katika kucheza. Mimi naamini chochote kinaweza kutokea. Tusikate tamaa mashabiki wa Simba, tunaweza kushinda kwa idadi yoyote ili mradi twende kuchukua ile kombe. Kwa maana ya coach Fadlu, msimu wake wa kwanza anafikisha Simba katika hatua ya mwisho kabisa ya finali. Tunaweza tukamrate Fadlu kama kocha bora wa muda wote kuwahi kutokea Tanzania kwa sababu Nabi tunafahamu alitumia misimu 2. Fadlu Davis nikimnukuu mwenyewe kwa kauli yake anasema bado
Simba haijafika kwenye ile lenki ambayo yeye anaitaka, kwa sababu ameingia kwenye kivuli cha kusema kwamba anaitengeneza timu. Kwa hiyo kwa kauli yake anasema bado hajafika kwenye kile kiwango ambacho yeye anakihitaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa Simba ambapo imefikia, naweza nikasema kwamba Fadlu Davis amefikia 100% kwenye malengo ya klabu ambacho wanakihitaji, kwa sababu mimi kama Sam Simba, shabiki wa Simba, sikutegemea Simba kama inaweza kafika kwenye hatua hii. Wala sikutegemea kabisa, nisiwe muongo. Kwanza kabisa mtu akushukuriwa na Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini hiki kilichofanyika kwa Simba kwa haraka kimekwenda kukliki kwa wachezaji ambao hawana daraja kubwa. Mtu kama Jean Charles Ahoua ndo mashindano yake ya kwanza, maskini ya Mungu. Na juzi ndo anapiga hat-trick yake ya kwanza toka anaanza kucheza mpira. Hii ya juzi alofunga. Kwa hiyo kuna vitu vingi Jean Charles Ahoua kwake ni vigeni, amekuja kuvipatia Simba Sports Club, na ni klabu kubwa ambayo ina mafansi wengi, na yeye mwenyewe anabaki kushangaa. Anafanya vitu vizuri lakini bado mashabiki wanamsema. Anabaki anashangaa. Namba zake ni kubwa lakini bado mashabiki wanamkataa. Kwa hiyo anaambiwa umeingia kwenye klabu kubwa ambayo ina changamoto kubwa. Kikubwa fanya kitu ambacho wao wamekuamini kutoka kule kuja hapa. Kwa hiyo mimi naamini Fadlu Davis amefanya jambo ambalo management ya Simba wao walikuwa wanataka afanye kama vile. Hilo ni moja. Pili, mashabiki wa Simba huwa wanajisahau sana. Mimi nahitaji tuende tukawasupport timu, kwa sababu msimu ulioisha Simba alikuwa nafasi ya 3. Walihudhunika sana katika ile nafasi ya 3. Na ile nafasi ya 3 iliwaelekeza waende shirikisho. Si ndivyo? Sasa hivi wanasema kwamba shirikisho sisi tunacheza finali, wanasahau kwamba mwanzo walinuna. Si ndivyo? Sasa hivi wanachekelea finali. Kwa hiyo tusapoti mashindano yoyote, tusidharau shindano la aina yoyote. Kupata nafasi ya 2, nafasi ya 3 zote pia ni matokeo. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho unakipata.